Hello, Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Daniel Maziku Jeyala, nikukaribishe katika kipindi cha leo cha Ask Maziku Series. Usiondoke, uenende pamoja nami, kutakuwa na swali moja la msingi sana tutaenda kuliangalia leo. Naam, swali ambalo tutaenda kuliangalia leo ni kwa nini maombi yetu hayajibiwi? Tunaomba sana. Tunaomba maombi mengi mbele za Mungu. Kwa nini hayajibiwi? Kwa nini maombi yetu hayajibiwi kwa Mungu? Tunaomba maombi mbele za Mungu, tuna ibada nyingi za maombi, lakini je, ushawahi kujiuliza kwa nini maombi yako hayajibiwi? Usiondoke. Soma neno la Mungu katika kitabu cha Yakobo ile sura ya 4 mstari wa 3. Maandiko yanasema kwamba hata mwaomba wala hampati, kwa sababu mwaomba vibaya, ili mvitumie kwa tamaa zenu. Naomba nirudie. Hata mwaomba wala hampati, kwa sababu mwaomba vibaya, ili mvitumie kwa tamaa zenu. That's all. Yaani hili ndio jibu la upesi zaidi kukueleza kwa nini maombi yako hayajibiwi. Yaani sikuattack moja kwa moja au sionyeshi kwamba mimi maybe ni mtu ambaye kila ninachoomba kinajibiwa. Yaani kila ninachokifanya Mungu anakipokea. No. Lakini kuna point moja ya msingi ambayo inabidi tuizingatie hapa, ya kwamba kumbe kuna namna tunaomba vibaya, ndio maana hatupokei majibu ya maombi yetu. Kwa nini hatupokei majibu? Kwa sababu tunaomba kwa ajili ya kuvitumia kwa tamaa zetu sisi wenyewe. Nimewahi kufundisha kwamba moja ya vitu ambavyo ni adui mkubwa kwa Mungu katika maisha ya Mkristo ni ule umimi, ni ile hali ya utu wa kale katika mioyo yetu. Huyu ni adui namba moja katika maisha ya mwanadamu, namba moja katika mahusiano yako wewe na Mungu. Ule utu wa kale ambao uliurithi kutoka kwa Adam, ile hali ya umimi, ile hali ya kujiona wewe ni bora, ile hali ya kujifikiria kwamba wewe ni bora kuliko mwenzako, you first, yani ile hali ya kujiona wewe kwanza katika kila kitu, ule umimi ya kwamba kila kitu ukivute kwako, ile hali, utu wa kale, Adamic nature, iko ndicho kikwazo kikubwa sana kwa mwanadamu kuweza kumuona Mungu katika maisha au kumweza kuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Kwa hiyo ukiwa na hicho kitu, hakika hauwezi kupokea maombi yako kutoka kwa Bwana. Yaani hauwezi ukapata majibu yako kutoka kwa Mungu, kwa sababu utaomba kulingana na desire au tamaa za ule utu wa kale, utakulazimisha omba hivi. Kwa mfano, ule utu wa kale, mtu utamwambia ninaomba umwombe Mungu wako akupe utajiri. Sio vibaya, mtu anaomba utajiri, sio vibaya, lakini kumbe ukiangalia deep down in the heart ya kwamba ule utu wa kale unataka upate utajiri ili kwa ajili ya show off, kwa ajili ya kujionyesha kwamba yeye anajua, yeye ni mtaalamu, yeye ni tajiri, yeye ndio kila kitu, yeye ni boss, yeye yuko juu kuliko wote. So what is it? Bado ni ile hali ya utu wa kale ndiyo ina influence au inasababisha mtu afanye kama anavyofanya. Kwa mwisho wa siku, kila mtu anakuwa anaomba kitu ambacho kiuhalisia ukitrace kinatokea katika ule mtu wa kale. Mtu anasoma PhD kwa lengo gani? Anasoma PhD ili tu awe na fame, yani ile awe na umaarufu, yani ni kitu ambacho kiko deep down in the old self, yani kwamba anafanya kivile ambavyo anafanya ili tu ajulikane na watu, yani aonekane ile pride, yani aonekane kwamba yeye ni bora kuliko wengine. Kwa ukiangalia mtu kama anaomba ni faulu, anaomba aweze kutoboa katika kila kitu, ukiangalia deep down anachotaka baada ya hicho ni nini? Ni ile umimi upate kuridhika. Tunamwomba Mungu juu ya mafanikio,
lakini nini kilichopo nyuma ya mafanikio? Ni kwamba hali ya umimi ipate kuridhika, ile hali yangu ya umimi ipate kuwa na utoshelevu. Sio sawa? Kwa hiyo zingatia katika kila ombi unaoliomba mbele za Mungu, nini sababu yake? Nini, what is the reason behind? Kwa katika kila ombi ukitaka kuomba mbele za Mungu, ongeza neno why. Kwa nini unaomba hilo ombi? Kila ukitaka kuomba ombi lolote mbele za Mungu, ongeza neno kwa nini. Kwa nini niombe hili ombi? Ukiona sababu ya ombi lako ni kwamba ule umimi, utu wa kale uweze kutosheka au upate utoshelevu kupitia umimi, you are wrong, you are on the long way. Kwa inabidi kila ombi tunaloliomba sisi liwe katika mapenzi ya Mungu. Naomba unielewe. Ukitaka maombi yako yajibiwe, ukitaka kuomba maombi yako yajibiwe na Mungu, maombi yako inabidi yawe katika mapenzi ya Mungu. Yaani kile unachokiomba iwe ndiyo mapenzi ya Mungu. Ni kitu kigumu for sure, lakini inabidi ujitrain, ujitengeneze ya kwamba kila kitu unachokiomba ndo iwe mapenzi ya Mungu katika maisha yako. Mungu aweze akajizuilia kukujibu. Mungu aweze akajizuilia kukujibu maombi kama haya. Tunawezaje kufanya hivyo? Inabidi tuwe na uwezo wa kulielewa neno la Mungu, tusome neno la Mungu, yaani ndani yetu tubadilishwe, akili yetu imfananie Kristo, kiasi kwamba kila kitu tunachokiwaza iwe kama Yesu Kristo anavyowaza. Kila kitu ambacho tunakiomba iwe kama ndo Yesu Kristo anaomba. Yaani inabidi tutengeneze mazingira ya kwamba mapenzi ya Mungu, akili ya Mungu ndio iwe akili yetu, maombi ya Mungu ndio iwe maombi yetu sisi. And trust me, mtu mwenye mentality kama hii hakika hatafanikiwa katika kila aliombalo mbele za Mungu. Mtu mwenye kuomba katika mapenzi ya Mungu, katika kila kitu ambacho anakiomba, ndivyo Mungu angekiomba hicho kitu. Yaani just take it easy kwamba kila kitu ambacho unataka kukifanya, je, alivyokuwepo Yesu hapa duniani ndo angefanya hivyo kitu unachotaka kukifanya? Unaomba kitu fulani, je, Yesu Kristo alivyokuwepo hapa duniani na yeye angeomba hivyo kitu kingekuwa ni sawa? Yaani unajua vitu vingine inabidi tu na ile hali tu ya kuweza kutambua vitu kwamba je, hichi kitu nakiomba kwa sababu gani? Yesu Kristo angekuwepo yeye hapa duniani angeomba hicho kitu tunachokiomba sasa hivi? Kwa hiyo shida ni kwamba sisi tunajikuta kwamba maombi yetu yote yako deep down, mwanzo wake ni ile self, umimi, ya kwamba kila kitu ambacho ninakiomba kwa Mungu inaonekana ni kwamba inabidi nipate nini? Mahitaji, yatimizwe mahitaji ya ule utu wa kale. Ndio maana Yesu Kristo anasema katika ile kitabu cha Mathayo ile sura 6 ya kwamba usisumbukie vya ulimwengu, kwa kuwa hivyo vitu vyote ni just an addition. It's an addition, baada ya kuyatimiza yale mapenzi ya Mungu, ya kwamba utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine mtazidishiwa. So what is kutafuta ufalme wa Mungu na haki yake? Yatafute mapenzi ya Mungu kwanza katika kila jambo, haya mengine yote utazidishiwa. Even though huo umimi unayataka hayo mambo, lakini ukimpata Mungu umepata yote. Kwa hiyo katika maombi yetu tujitahidi, cha kwanza kabla hujamwomba Mungu, yaelewe mapenzi ya Mungu katika kila jambo unaoliomba. Yaelewe mapenzi ya Mungu. Unaomba gari, unataka gari. Why gari? Kwa nini gari? Kwa nini gari? Mwingine anaweza kusema yes, nina shughuli zangu, nina biashara, nina hivyo usafiri kwenda sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Fine, lakini bado vitu vyote vile viko anchored kwenye ile umeme. Unataka gari ya nini? Mapenzi ya Mungu yanasemaje? Unataka gari ya nini? Ukiniambia kwamba maybe mimi nataka gari kwa ajili ya huduma, kwa ajili ya maybe nataka school bus kwa ajili ya kusafirisha wanafunzi, hivyo nataka gari kwa ajili just for advancement of the kingdom of God. Kwa unachoangalia kwamba unapata kitu kwa lengo gani? Kwa mtu ambaye anapata gari kwa lengo la kuendeleza ufalme wa Mungu, yes, this is the will of God, huyu mtu atapokea kitu chake anachokitaka.
Lakini ukitaka gari kwa ajili ya kuoshea mtaani, kwa ajili ya kuona kwamba wewe ni una kitu kuliko wenzako hawana, yani you get it wrong my friend. Kwa tuombe mapenzi ya Mungu yatimizwe hapa duniani kama ilivyo mbinguni. Mungu akubariki.